Katika operation hii tulitembelea jumla ya vikundi vya vijana 59. Hivi ni vikundi ambavyo tayari vina wanufaika ambao wamenufaika na mikopo ya halmashauri inayotokana na 10% kwa maana ya 4 ya vijana, ambavyo hivi vikundi vyote tulivyokutana navyo 59 vimenufaika kwa kiasi cha shilingi bilioni 1,383,111,000. Kwa hiyo hivi ni vile ambavyo tulikutana navyo, na habari ambayo inafurahisha, vikundi vyote hivi ni vile ambavyo vimepata fedha kuanzia kwenye mwaka wa fedha wa 2024-25 na vile ambavyo vimepata fedha kwenye mwaka 25-26. Maana yake tunazungumzia vikundi ambavyo vimenufaika kwenye hii mikopo ambayo inatolewa baada ya kuwa wameondoa lile zuio la mwanzo ambalo lilikuwa limepelekea vijana wasiendelee kunufaika na mikopo kwenye maeneo yao. Kwa hiyo katika haya makundi ni makundi ambayo yamejiajiri au yamechungulia fursa katika sekta mbalimbali, hasa sekta za kilimo. Tunafahamu sisi ni wakulima kwenye mkoa wetu wa Kagera, sekta za mifugo na uvuvi, lakini biashara na viwanda, lakini wako baadhi ambao wapo kwenye sekta mbalimbali nyingine ambazo wanaendelea kujitafutia riziki zao. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kusema kwa miradi ambayo tumeiona kwenye vikundi hivi 59, kwa kweli tunaweza kusema kwa kinywa kipana kwamba vimeleta matokeo au fedha hizo zimeleta matokeo chanya kwenye maisha ya vijana wenyewe, kwa maana ngazi ya familia zao, zimeleta matokeo chanya kwenye kutengeneza ajira za vijana, zimeleta matokeo chanya kwenye mambo mbalimbali ambayo kimsingi tunaweza tukasema yamebadilisha maisha ya vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sio tu hilo, katika operation yetu hii maalum tulitembelea vile vile vikundi ambavyo havijafanikiwa kupata mkopo mpaka sasa, lakini viko kwenye hatua mbalimbali za michakato. Viko vikundi ambavyo hatua zao bado ziko kwenye level ya kata, maana yake maombi yao bado yako kwenye level za kata, lakini wengine kwenye level za wilaya, na wengine tayari wamekamilisha michakato yote. Wanachosubiri ni kunufaika na hizo fedha ambazo tunaamini wataanza kunufaika kuanzia sasa. Nadhani hata jana tumeona kwenye halmashauri mojawapo ya Kyerwa, na hapa tulikuwa tunapokea taarifa jana, walikuwa wanakabidhi hundi ya fedha kwa maana ya cheki kwa ajili ya vikundi kadhaa vikiwemo vikundi vya vijana. Kwa hiyo tunaamini hata kwenye hivi 32 ambavyo tumevitembelea viko vikundi ambavyo vitakuwa vimepata tayari mkopo kuanzia hivi sasa tunavyozungumza. Kwa hiyo hivi vikundi viko kwenye hatua mbalimbali tumekutana navyo, lakini sio tu hilo, tumekutana pia na vijana ambao wapo kwenye makundi tofauti lakini hawajanufaika na mkopo. Kwa hiyo kwa kutumia ziara hii au operation hii tulipata nafasi ya kuwapa elimu waweze kuondokana na kero hii ya upatikanaji wa fursa. Lakini changamoto nyingine kubwa ambayo tumeiona kwenye level yetu ya mkoa, tuna changamoto kubwa sana kwenye swala la vitambulisho vya taifa, tunaita NIDA, hasa kwenye zile wilaya ambazo ziko mpakani, ambazo zimepakana na nchi jirani. Kwa hiyo na hili tuendelee kutoa wito kwamba kwa upande wa vijana, kila kijana afanye jitihada, ajibidiishe kutafuta namna ambayo inaweza ikamfanya awe na kitambulisho cha taifa kama kweli yeye ni raia. Kuigama, tulikuwa tunaomba pengine kama mnaweza mkatupatia eneo la kuigama, tupatie eneo la kuigama ili tufanye kazi yetu kwa uweledi. Sisi ni vijana, tuna changamoto nyingi katika uendeshaji wetu wa kazi. Hiyo ni mojawapo. Namba 2, sisi ni wakulima, tunajishughulisha. Kama kuna uwezekano katika kazi zetu za ukulima, tunaomba serikali tuwezeshe kwa mbolea. Kwa jina naitwa Steven, ni mkazi wa Ngundus. Nilikuwa napenda kuuliza kwa 10% ya Mama Samia anayoitoa kwa ajili ya fungu la vijana, wanawake na walemavu, kwa upande wetu sisi Kabanga, yaani ni vipi vijana Kabanga tuweza kunufaika na hiyo 10% ya Mheshimiwa Rais? Toka mikopo imerudishwa mwezi wa 9 2024, utaratibu ni ule ila umeboreshwa kidogo, hasa kwenye umri. Mwanzo ilikuwa mwisho miaka 35, sasa inafika mpaka miaka 45. Na mpaka sasa toka mwezi wa 9 2024, Kabanga tuna vikundi 4 ambavyo vimekwisha nufaika na mikopo hii. Sasa